njema, ni siku nyingine tena ambayo Bwana ameifanya na ametupa nafasi tuje kutafakari ujumbe wa neno lake yeye Mungu, tukiwa katika majira ya ufufuo wa Bwana. Ujumbe ambao tunatafakari leo, ambao Bwana ametupa leo, anasema hata leo, hata lile ambalo limekufa kwako, Bwana anaweza kulifufua leo. Hata lile ambalo limekufa kwako, Bwana Yesu anaweza kulifufua leo. Twende tukasome neno la Mungu linalotuongoza katika tafakari ya leo. Waraka wa kwanza wa Petro mtume, sura ile ya 3 mstari wa 18 na mstari wa 19. Tusome. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauisha, bali roho yake mwili wake akauua, bali roho yake ikauishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri. Tuombe. Bwana Yesu, asante kwa kutupa nafasi hii, na tunakuomba ututafakarishe kwa nguvu ya roho wako wa ufufuo masikioni mwetu na mioyoni mwetu. Amen. Ndugu msikilizaji, tukiwa katika majira ya ufufuo wa Bwana, ujumbe ambao Bwana ametupa tutafakari leo unasema hata lile ambalo kwako naliona limekufa, Bwana anaweza kulifufua leo. Yesu anaweza kulifufua leo. Neno la Mungu limesema ya kwamba kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya wenye dhambi na wasio haki. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya wenye dhambi na wasio haki, mwili wake akauua, roho yake akaiuisha. Anasema kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauisha, mwili wake akauua, bali roho yake akaiuisha. Yani aliteswa Kristo na akafa Kristo na akazikwa Kristo na akafufuka Kristo. Kusudi la kuteswa kwa Kristo na kufufuka kwa Kristo ni kutuleta kwa Mungu, ni kukuleta wewe. Unaweza ukasema ni kukurejesha kwa Mungu. Unaweza ukasema Kristo aliteswa, akazikwa, akafufuka, aturejeshe nyumbani kwetu, aturejeshe kwa Baba nyumbani kwetu. Anasema aliteswa kwa ajili ya wasio haki kama wewe, aliteswa kwa ajili ya wenye dhambi kama wewe, alifufuka kwa ajili ya wenye dhambi kama wewe unanisikiliza, alifufuka kwa ajili ya wasio haki kama wewe. Anasema ambao kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri. Kuna watu wamekufa katika dhambi, kuna watu wamekufa katika dhambi na roho zao ziko kifungoni. Yesu aliwaendea. Kuna watu wapo katika dunia hii wanatembea, wanapumua kabisa na pumzi ya uhai, lakini wamekufa, wapo katika safari ya jehanamu, wapo katika safari ya kuzimu ambayo shetani amewaweka huko. Kristo aliwaendea ili awafungue, ili awafufue. Nataka nikwambie hata lile ambalo limekufa kwako, Kristo anaweza kulifufua. Hata kama ni magonjwa yamekutesa, ni magonjwa magumu ambayo hayana tiba, Kristo anaweza kuyaponya. Hata kama ni mateso ya nguvu za giza, Kristo anaweza kukufungua leo ukiamini. Hata kama ni roho za kukataliwa zimekuandama na mikosi, Kristo anaweza kukufungua kwenye vifungo hivyo leo unavyonisikiliza ukiamini. Anasema anasema Paulo mtume kwa Warumi sura ile ya 8 mstari wa 11, anasema ya kwamba mstari wa 11, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atauisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho anayekaa ndani yake. Wewe unayenisikiliza, wewe sikiliza nikwambie, kufa kwake Kristo, kuteswa kwake Kristo na kufa kwake Kristo haikuwa mwisho wa maisha. Kufa kwake Kristo haikuwa mwisho wa maisha.
ilikuwa ni mwanzo, haikuwa mwisho wa kila kitu, ilikuwa ni mwanzo wa maisha mengine. Petro anasema kwamba aliuisha mwili wake akawaendea watu walio kifungoni. Bwana Kristo alipokufa ulikuwa ni mwanzo wa maisha mengine, ulikuwa ni mwanzo wa urejesho wa matumaini kwako, ilikuwa ni mwanzo wa urejesho wa haki ya kwako, ilikuwa ni mwanzo wa kukurejeshea uzima, kukuondolewa dhambi, kukuvua dhambi na kukuvika uzima. Kristo, roho wake, yule Kristo ana roho wake ambaye alimfufua Kristo akikaa ndani yako. Sasa unavyonisikiliza, anaweza kufufua, anaweza kuamsha, anaweza kurejesha. Unaweza kurejeshewa haki yako, unaweza kurejeshewa vilivyokufa kwako ikiwa roho wake Kristo anakaa ndani yako. Nataka nikwambie, hata lile ambalo limekufa kwako sasa, ukiamini nguvu hii ya ufufuo, linaweza kufufuka. Hebu naomba nikuombee na uamini hii nguvu na uamini neno la Mungu, na Mungu anatenda kwako. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku nyingine ambayo umetupa kutafakari, na ninaomba kwa ajili ya msikilizaji na anayenitazama. Bwana, achilia nguvu yako ya ufufuo, nguvu yako ya urejesho kwenye afya yake, kwenye maisha yake ya kila siku, ofisini kwake, kwenye familia, kwenye ndoa yake, kwenye masomo. Ninakuomba ukauishe kila ambacho kimekufa, Bwana, kwa nguvu yako ya ufufuo imguse, nguvu yako ya urejesho imguse. Maana Kristo uliteswa mara moja kwa ajili ya wenye dhambi na wasio haki, ili utulete kwa Mungu. Ninaomba nguvu ya urejesho wa maisha yake kwako Bwana. Ninaomba nguvu ya urejesho wa kila kitu ambacho kimekufa, kimeibiwa, kimeharibiwa, kifanyike upya ndani yake, katika jina la Yesu Kristo. Amen.